akaanza kutangaza huko mitaani, mama fulani anakufa. Sasa zile sasa watu jua Mswahili ushaanza tena, alianza kutafuta na maturubai na viti. Watu wajua ukafa. Sasa ukifika pale, hapana, bado hajafa, mama mbona yuko hospitali. Sasa yule jirani yake yule akaenda kumuona hospitali. Kwenda kumuona, yaani ile alikutana akasema, ndugu yangu nakufa, naomba tu nitafutie namba kakangu fulani na fulani. Kweli yule uzuri namba kakangu alikuwa anayo kichwani. Yule jirani akaamua kupiga simu kaka mtu, akamueleza situation, akasema nakuja, napanda gari leo jioni nakuja. Kaka mtu kaingia alfajiri, anakuja kushtuka geti linagongwa. Saa 12 huyu nani? Kufika pale, shemeji. Shemeji akamwambia, dada amelazwa hospitali gani? Shemeji hakutaka hata mambo ya salamu sio nini. Mtoto alikuja na kaka zake wawili. Hospitali fulani, ukiangalia huo muda itakiwa ni chakula kile kinapelekwa hospitalini. Hakuna chakula kilichopelekwa. Akamwambia twende. Akamkurupusha, akamwangalia yule sasa mjomba, mtu akamwangalia mjomba wake. Yaani tumbo kama like usiku walikuwa wote. Nasikitisha. Akamwambia nipeleke hospitali. Kufika pale hospitali kumuona daktari nini, akasema sasa kwa sababu yuko mahututi, naomba tumamishe hospitali. Kwa mwisho hospitali nyingine ambapo kule kidogo atakuwa na uangalizi mzuri. Yule mama alikuwa tu akikaibida, kaka naomba niondoke na watoto wangu wawili. Ninaomba niondoke na watoto wangu wawili. Kuhusu nyumba mimi nasamee na wakae. Mimi sina staki, mimi nitaenda kuna. Akasema basi sawa, haina shida. Mama kaendelea vizuri, akaenda kule nyumbani, akachukua watoto wawili, akafunga ngombe. Mdauto amekaa, binti si ndo sasa kaenda chuo, kirudi hivi akute ndo muda mwingine maana ananyanyaswa wadogo zake. Yaani chochote alipata na nini? Aliza kuona kwa sababu binti ndiye alikuwa tayari kashaingia kwenye iko chama chao iko. Sasa siku anaanza kichuo, anarudi anakuta nyumba iko tupu. Babaki kama kaida kukijua ni siku nzima. Kuingia akaona baba ameenda zake kucheza. Lakini kule mazingira kama watu hawajaenda shule. Kusubiri mpaka jioni. Kimya. Hapo sasa mama wao anajua kashachukuliwa na ndugu wengine kwa wanaangalia huko na ndugu zake. Kwa yeye hana muda wa kufuatilia. Jioni saa 12 anapika wali, chakula sasa haita ndugu zake wali. Kimya. Mpaka giza linaingia, sio kawaida. Sasa ndio kutoka kuja, jamani muone kunafanya mbona walikuja kuchukuliwa asubuhi na yule mjomba wako? Tokea asubuhi hawapo. Hawapo haya. Babake anarudi kutoka wapi? Hawapo. Nyumba nzima kupenyewa, kaanza kujisagula ndugu yangu. Wambea sasa unajua watu washajua nini kinachoendelea. Si unajua tena wambea kwa akawa anawafuatilia. Wenzi amini yule mama alisafirishwa, tunavyoongea sasa hivi yuko Moshi kwa huko. Na watoto wake wawili wadogo. Hivi alimpiga simu tangu karibu ndo akamweleza kama sasa hivi niko sehemu fulani. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ngoja tu nilime, wanangu watasoma tu shule za huku. Yule mkubwa basi nimemwacha na baba yake. Sasa akati anamwambia hivyo akanambia fulani unajua kuna kitu sijakwambia. Akasema kitu gani? Nilipoondoka kumbe yule binti alikuwa mjamzito. Mtu kwa wewe unasemaje? Mjamzito napokuambia. Jamani hiyo story, hayo matukio ni yametokea ndani ya miaka, sio ndani ya siku 2 au mwezi hapana. Anakwambia kumbe kipindi kile nilikuwa naumwa, matatizo nini, binti alikuwa mjamzito. Ninaongea na yeye tayari kashajifungua mtoto bado mchanga, kazana na babake. Na pale kile kitongoji kizima washajua kwamba huyu mtoto kazana na babake. Na anaofanya ile uzazi ile ni bibi yake. Ni bibi yake. Akasema akamwambia nyumba mimi nawaachia. Mimi nishanawa mkono, nimemwachia Mungu, mimi nimekuja huko Moshi, nimekuja kuanza maisha mapya. Kwa hiyo ndo hivyo ndugu zanguni. Sasa niliposikia story, nilisi kusisimuka. Yaani walikuwa tayari, hebu imagine mume unataka umuoe mke wako. Wakwe mtoto unataka umuoe mama yako. Kuna watu unajua wanapitia haya mambo. Kuna watu wanafanya haya mambo. Siko hapa kukujaji. Niko tu hapa kuambia unajisikiaje. Unajisikiaje Mwaego? Tuambie ndugu tunajisikiaje. Moral of the story ni kwamba jamani tuangalie sehemu tunapoenda kuolewa. Tunapoenda kuoa. Ndio maana
wanasema jambo la kuoa sio kuepuka tu mtu umemwona barabarani kwa umempenda akakuvutia, huyu ndio mke wangu, hujui background yake iko vipi, hujamshirikisha Mungu, hamjafunga, hamjafanyaje, mnakuja tukia kwenye ndoa, mwisho siku kishaingia kwenye ndoa unaanza kujutia, utakufa siku sio zako. Haya. Point nyingine tena, yaani mimi bado niko kuna binti aliola na babake. Yaani bado kichwa kinaingia na nipila nikaja kuambia bana hiyo lifestyle ipo sana tu. Watu wanafanya huko nje balaa. Of course yes, in which kuna wengine wanasema ni imani ya kishirikina. Huyu binti kaana na babake kwa sababu ni imani ya kishirikina. Sijui ni kishirikina, sijui ni tamaa, lakini pia akaamua kuingiza kwenye chama cha iko chama cha kichawi. Pili ni ile sharti kwamba ukilala na binti yako utakuwa tajiri. Ndio hizo pesa zinazokuja na masharti, pesa za kiganga. Wewe mzee kabisa huna aibu, unaenda unamvulia suruali binti yako mwenyewe, baba lako mwenyewe kabisa. Tena kabisa unapata hisia kabisa tunakutaka kujoa kama hivi kabisa. Mwani aibu. Hivi nyinyi watu mnafikiria kuhusu peponi huko motoni kutakuwaje? Au watu yani ila kusema muongea kwenye hivi vitu bwana unakuwa kidogo unachanganyikiwa. Yaani tuacheni kama yalivyo. Lakini mimi nachosema kwamba baba tusiwe desperate sana kutaka kuolewa, mwisho siku ndo tutaangukia pua. Tuwe makini tuna watu ambao tuna engage nao kimahusiano, kindoa. Sitaki kuonekana ni expert sana kwenye masuala, lakini hivi vitu bana ukija kuviangalia kwa upande wa pili vinatisha. Visikie tu kwa mwenzako. Narudia tena, visikie tu kwa mwenzako. Ila usikutane navyo ndo utajua kwamba depression is real. Nyinyi mnakuta huko mtu kajikaukia zake kitandani kafa. Maskini kafa. Au jui moyoni amebeba nini? Au jui moyoni alikuwa amebeba nini? Kajinyonga huko. Ukiangalia ni vitu vingi sana ambavyo vinavyoua watu. Ukija hata uje kufuatilia. Ni vitu viwili tu. Pesa, ambapo kwenye pesa inabeba hali ya maisha. Pili, mahusiano. Alafu tatu, sakizi. Sakizi ni kwamba mtu akupendi tu. Kuhusu kitu nitatafuta siku, nitatafuta muda kesho Jumatatu. Katikati hapa kama nitapata muda, kama nitawahi kurudi, nitakuja kuelezea kuna jinsi teknolojia inavyokuwa na uadui unavyokuwa. Teknolojia inavyokuwa na uadui unavyokuwa. Nitakuja kuielezea hii hapa. Hii sio story. Tutakuja tu tutaongea tu ile kawaida. So until next time guys. Bye.